Bado niko kwenye ziara yangu ya nyumbani, sehemu yangu ya asili kabisa. Hapa nilipo ndiko sehemu ambayo nilikozaliwa, yani niko kanda ya Ziwa. Kanda ya Ziwa ndiko nilikozaliwa mimi, na huwa najivunia sana. Naona ufahari mkubwa kuwa mimi ni mmoja wa watu waliozaliwa kanda ya Ziwa, na kama vile niliwahi kuambia kuwa kama nisingezaliwa kanda ya Ziwa Mwanza, basi mimi ningezaliwa Zanzibar, na Zanzibar ningezaliwa Pemba. Sitaki kutoa maelezo kuhusu hili, lakini Wapemba ni wakarimu sana, ni watu waungwana. Kama hujaishi nao huwezi kuwagundua. Kwa hiyo ningeona ufahari kuwa kule, lakini nimezaliwa hapa. Najivunia kuwa mimi mtoto kutoka kanda ya Ziwa. Wazazi wangu wote wawili wamezaliwa kanda ya Ziwa. Babu yangu amezikwa kanda ya Ziwa, au babu zangu wote wamezikwa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo asili yangu kabisa mimi ni Lake Zone, na najivunia kuwa hapa. Kama unayaona mambo kwa jicho ninayoona mimi, basi utakuwa unajifunza baadhi ya vitu vingi. Ikiwa unayaona haya, huwa naongea na wewe mara kadhaa kukuambia kuwa dunia inapitia mabadiliko makubwa sana ya kisera, na huenda watu wengi ambao walishafariki au wapi, vyovyote vile, walitamani kuna wakati tunauona ulimwengu mwingine ukipita katika njia nyingine, yaani ulimwengu kutoka kuongozwa kutoka Tel Aviv unaongozwa kutokea sehemu nyingine. Kwa wale wanaofuatilia siasa ya Marekani, mfano sasa hivi ni mchakato ule wa kutafuta wagombea, wanasema wajumbe ndio wanafanya kazi hivi sasa, kutafuta wagombea ambao watakuja kugombea kwenye vyama vyote, Democrat, Republican, ili waje kwenye uchaguzi wa nusu msimu hapa Novemba. Mnaona mabadiliko au hamfuatilii? Nilipozungumza na wewe kwenye uchambuzi nikasema kuwa wakati waziri mkuu wa Israeli Netanyahu anasema kuwa tutajiondoa kwa Marekani, ngoja nisogeze vizuri sauti ipande, anasema tutajiondoa kuwa tegemezi wa Marekani, hakuwa akiongea bahati mbaya. Uhalisia unampa kile anachokiona. Ukitazama vyombo vya habari vya magharibi jana, juzi, vimeandika sana kuhusu matokeo ya wagombea wa awali walioshinda kwenye vyama hasa Democrat. Wengi sio pro-Israel, pro-Palestine, yaani ni wagombea ambao wanaunga mkono Palestina, sio Israeli. Hili si jambo jepesi au linaweza likaja tu ghafla ghafla. Haya ni mambo ambayo huja kutokana na kile ambacho kinatokea, mabadiliko makubwa ya kisera, mabadiliko makubwa ya raia wa Marekani. Mtazamo wao umekwenda tofauti kabisa na kile ambacho kilikuwa hapo awali. Kwa hiyo raia wa Marekani wanatafuta uhuru wao kutoka kwa Israeli, na ndio maana unaona kuwa wagombea wanaojinasibisha na Israeli hawana market tena ndani ya Marekani. Wagombea wanaozungumza kuhusu Umarekani, wanaozungumza kuhusu haki za Wamarekani, wamekuwa na impact kubwa, wamekuwa na nafasi kubwa. Rudi nyuma, nenda katazame kampeni mwanzo za Zohran Mamdan wakati anatafuta umea wa New York. Hata midahalo alikuwa akifanya kwenye umma. Kwa nini ilikuwa inaungwa mkono na Wamarekani wengi? Kwa sababu yeye hakusukumwa na kile ambacho kililazimishwa ndani ya wanasiasa wa Marekani kuwa Israeli kwanza. Hata swali lilipoulizwa wakati wale meya wanagombea akiwemo Adam Cuomo, utaifanyia nini Israeli? Wewe ni wote walijibu kuwa Israeli rafiki yangu, niliwahi kwenda Israeli, nitahakikisha Israeli. Kasoro Zohran Mamdan alisema kuwa mimi sio meya wa Tel Aviv, wala mimi sio Muisraeli. Nitakuwa hapa kuwatumikia wana New York, nitakuwa hapa kuwatumikia wa Marekani. Nini kilichotokea? Cuomo alishindwa walivyokuwa kwenye chama cha Democrat, akaamua kujitoa kuwa mgombea binafsi kwa sababu alikuwa na nguvu. Hata Donald Trump alimuunga mkono Cuomo akiwa mgombea binafsi licha ya kuwa anatoka chama cha Democrat, kwa sababu mgombea alikuwa akigombea kutoka Republican hakuwa na nguvu ya kushindana na Mamdan, lakini waliona kuwa huenda Adam Cuomo anaweza kumchallenge Zohran Mamdan kwenye uchaguzi. Mamilioni ya dola yakachangwa nyuma ya Adam Cuomo. Mamilioni ya fedha yakachangwa na raia wa kawaida wa New York
waliokuwa wakimchangia Zohran Mamdani, pesa ndogo ndogo, alichangiwa na zaidi ya watu 22,000, huku makampuni makubwa yanayomilikiwa na Wazayuni, makampuni makubwa ya Kiyahudi yanayolinda sera za Israel ndani ya Marekani yakiwa mgongoni mwa Adam Kumu. Nini kilitokea? Wapiga kura wa New York waliamua wakamchagua Zohran Mamdani. Ilikuwa ni alert ya mabadiliko, alert ya mabadiliko makubwa. Alert ya mabadiliko makubwa haishii hapo, inakwenda mbele zaidi na zaidi na zaidi. Ndio maana msikia Netanyahu anasema baada ya miaka 10 tutajitoa kabisa, hatutohitaji msaada wote wa Marekani. Ni kweli Israeli amefikia hivyo kuwa hahitaji msaada wa Marekani, au ni nini? Ni kwa sababu Wamarekani hawataki tena fedha zao ziende kule. Ndio hicho sasa, unajiwahi ili usionekane kama uliondolewa. Ulimsikia jana Erdogan Trump wakati anajibu maswali kwenye ofisi ya Oval. Mfano, aliulizwa swali kuhusu mashambulizi yaliyofanyika kwenye shule ya watoto wa kike kule Mina, Iran, ilihusikaje? Nadhani alizungumza kauli kama 2-3 zinabadilika. Awali aliwahi kusema kuwa Iran wamejishambulia wenyewe na wala Marekani hakufanya hilo shambulizi, lakini taarifa za awali zikaonyesha kuwa watoto wa shule waliripotiwa kuuawa katika mashambulizi ya kwanza kabisa ya siku ya kwanza ya mzozo, kabla ya Irani hawajafanya majibu yoyote. Tayari ripoti za vifo vilikuwa vimetokea vya watoto 168 wa kike kule Mina, lakini uchunguzi ukathibitisha kuwa hata makombora yaliyotumika yalikuwa ni Tomahawks, yalirushwa kutokea kwenye meli za Kimarekani, makombora ambayo hata vyombo vikathibitisha kuwa hata Israeli hana. Yaani Marekani katika silaha zote ambazo wamewahi kumpa Israeli hajawahi kumpa Tomahawk. Maana yake kuwa ni Marekani pekee ndio aliyefanya mashambulizi. Jana alivyobanwa kwenye maswali kuhusu hilo akasema kwa kweli sifahamu. Hii ni mara, nadhani kuna wakati aliwahi kujibu akasema tunafanya uchunguzi. Jana akasema siwezi kujua kwa sababu kulikuwa kuna makombora mengi yanarushwa kutoka kila pande. Lakini akamsukumia swali waziri wake wa vita Peter Hegseth. Hegseth hebu jibu, akasema tuko kwenye uchunguzi. Tunafanya uchunguzi kupata majibu kuwa nani ilitokea, kipi ilitokea wakati huo. Lakini nilipoanza kukuambia katika hadithi hii kuwa kuna mabadiliko makubwa yanatokea kama huyaoni, swali alilo maelezo aliyotoa Donald Trump kuhusu Uturuki kuingia kwenye vita na Iran, alisemaje? Erdogan ilikuwa ni nchi ambayo, yani anasema Uturuki ni nchi iliyotaka kuingia kwenye vita moja kwa moja Irani, isipokuwa mimi nililazimisha isijiunge na vita, Donald Trump alisema. Na hiyo taarifa niliona iliandikwa na gazeti, hata la gazeti la Haaretz ambao linachapisha sana taarifa. Nadhani waliandika Trump say he asked Erdogan to keep Turkey out of Iran war, signal possible for F-35 sale. Sorry. Mnakumbuka awamu ya kwanza mgogoro wa Donald Trump na Erdogan. Mgogoro huu ulikuwa ni baada ya Uturuki kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi wa S-400. Kaambiwa huwezi kutokea silaha ndani ya ardhi ya NATO, silaha za adui yetu. Uturuki wakasema sisi tunao na hatujaufunga, tunao kwenye nchi yetu. Akasema no, unaweza ukatuibia siri. Unajua Uturuki ni jeshi kubwa. Yaani ukitoa jeshi la Marekani kwenye nchi za NATO, jeshi la pili ni Uturuki. Marekani wakamwekea vikwazo Erdogan, na wakati huo kulikuwa kuna contract imeshapita kati ya Uturuki na Marekani. Uturuki itapewa ndege za F-35. Wakati huo Uturuki ikawekewa vikwazo. Vikwazo vile vikadumu mpaka Trump anaondoka awamu ya kwanza. Kuja wakati wa Joe Biden vile vikwazo vikawepo, kwa Uturuki hawezi kupewa F-35 kwa sababu alinunua silaha kutoka kwa Urusi, mfumo wa ulinzi wa anga wa S-400. Uturuki akaja akawabana NATO wakati wa bid ya Finland na Sweden wanataka kujiunga na NATO. Niliwahi kuambia kuwa kuna nchi zinaitaka NATO na kuna nchi NATO inazitaka. Maombi ya Finland na Sweden yalikuwa ni NATO inazitaka zile nchi, kwa sababu hizi nchi kwa miaka mingi zilikuwa neutral, hazina upande. Hasa ukiangalia Finland imepakana na Urusi. Sweden na yenyewe iko Scandinavia huko, ilikuwa imeamua kuwa neutral, haitaki kwenda kokote. Baada ya ule uvamizi wa Urusi Ukraine, wakaona kuwa wachague upande. Upande upi? Wakachagua upande wa kujiunga na NATO. Veto ya NATO inataka wanachama wote kuwa equal, sawa.
yani Iceland ambaye hana jeshi kwenye NATO anaweza akakupigia kura ya veto na haujiungi mpaka wote wakubaliane. Uturuki akaitumia fursa, akamruhusu Finland aingie, akamzuia Sweden. Kwa sababu ipi? Ondoeni vikwazo vyenu na mruhusu kuniuzia silaha F35. Marekani hawakuwa na chaguo, kwa sababu Marekani anataka ukubwa na wanataka ukubwa kwa NATO. Kuizuia nchi kama Sweden kujiunga na NATO ni jambo kubwa sana. Ikabidi Marekani wakae wazungumze na Uturuki. Uturuki asema it's okay, akaachia, hakuweka veto yake kwenye awamu ya pili. Ndio maana wakati wa kura ya kwanza Finland aliingia, Sweden hakuingia, lakini mara ya pili Sweden alijiunga kuwa mwanachama wa 32 wa NATO. Uturuki akaondoa, akaidhinishiwa. Hivi karibuni wakati Donald Trump amerudi kwenye awamu ya pili, ushawishi wa Israel ulikuwa bado ni mkali ndani ya Marekani. Wakati mipango sasa ya kuiuzia Uturuki ndege, Israel akaingilia kati, kama vile alivyoingilia Saudi Arabia, kuwa hawezi kuuziwa. Na hata pale Saudi alisema huyu atapewa daraja la pili, hawezi kupewa ndege ambazo napewa mimi. Lazima ndege atazopewa zipunguziwe baadhi ya vitu, asiwe na silaha sawa na mimi. Marekani imechagua maslahi kwa sasa, sio tena Israel. Wakati Trump analizungumza hili swala, unajua anasema Trump say he asked Erdogan to keep Turkey out of Iran war, signal possible F-35 sales. Hii taarifa inasema hivi, ni katika mwendelezo wa kile ambacho ninakwambia kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yanakuja kwa kasi sana. Huwezi kuyaelewa mpaka uwe umetulia. Hivi vitu havikuja hivi hivi, vimetengenezwa sehemu. Trump amesema alimuomba Rais Erdogan aizuie Uturuki kuingia katika vita vya Irani. Hii ni ishara ya uwezekano wa Marekani kuiuzia Uturuki ndege za F-35 ambazo Israeli hataki. Hana tena ushawishi, ile nguvu ya ushawishi. Ndio maana nakwambia katika mazungumzo ya nyuklia na Irani, Israeli hawezi kuweka point kwa sababu hayupo. Hana ushawishi wa kuishawishi tena Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba Uturuki yenyewe ilijiepusha na vita vya hivi karibuni vya Marekani na Irani baada ya yeye binafsi kumuomba Rais Recep Tayyip Erdogan asiingilie kati. Trump anasema ninampenda, ni rafiki yangu, alijiepusha na vita, nilimuomba ajiepushe na akajiepusha na vita. Trump alisema, akiongeza kwamba Erdogan alikuwa mgombea, alikuwa ndio nchi pekee ambayo ilitaka kuingia kwenye vita, labda kwa upande wa Irani, kwa sababu yeye sio rafiki wa Israeli. Trump alimsifu Erdogan kama kiongozi anayeheshimika na mtu hodari, akisema kila kitu ambacho nimewahi kumuomba amefanya. Trump pia aliashiria kwamba anaweza kuendelea na uuzaji wa ndege za kivita za F-35 kwa Uturuki, mwanachama wa NATO. Trump anasema yeye ni mwanachama wa NATO, labda nitafanya hivyo, ambacho kitamfurahisha sana, na watu hawajui kubwa Uturuki katika suala la jeshi. Trump alisema, aliongeza kuwa anapanga kusafiri hadi Uturuki mwezi ujao kwa ajili ya mkutano wa NATO kufuatia mwaliko kutoka kwa Erdogan. Anasema alinipigia simu na kusema tafadhali, lazima uwepo hapa, kwa hivyo ninaenda kwa heshima ya Rais Erdogan, Trump alisema. Vyombo vya habari vya Israeli vinaripoti kuwa baada ya mzozo wa Irani, nchi ambazo zinaelekea kuwa kuingia kwenye mzozo na Israeli, Uturuki na Misri, hizi ni nchi ambazo nguvu zitapelekwa kule. Sasa pale Donald Trump anaposema kuwa anataka kuboresha uwezo wa jeshi la Uturuki dhidi ya nani? Uturuki yuko threat kwa nani kwenye ukanda mzima? Ana ugomvi na Iran? Hana. Ana ugomvi na jirani yake nani? Armenia? Hana. Syria? No. Nani? Tishio ni Israeli. Mmeelewa kinavyobadilika? Kauli hii itajibiwa baadaye na wanasiasa wa Israeli. Kwa nini? Kwa sababu Israeli maisha yao yote walivyokuwa na kulelewa, waliamini kuwa wao ni part of the America. Yani wao wanajiona kama ni sehemu ya Marekani, au wanajiona kama ni jimbo la Marekani. Kwa hiyo Marekani hawezi kutoa faida yoyote kwa yoyote zaidi yao wao. Sasa mnayaona mabadiliko kutoka video ya nyuma niliyozungumza kuhusu Iran na mabadiliko yanayotokea Lebanoni. Mnaona kile kinakuja kutokea huko. Inawezekana kuwa ni mchezo wa kisiasa wa Donald Trump ambao anajaribu kumtuliza Netanyahu, kuacha mapepe yake, ili kumuonyesha kuwa tunaweza tukabadilika moja kwa moja, lakini pia ni ishara ya kuwa ndoa inaweza isidumu sana. Hiyo ni ishara ya kuwa maybe tuko kwenye ndoa ambayo inaweza isidumu sana. Inaweza ikawa hivyo. Jamani, nawashukuru sana. Asanteni, kila la kheri.
Inshallah tutazungumza mara nyingine pale tutapopata fursa ya kuzungumza.